Ukifanikiwa kafara hizi, kiti cha ufalme ni chako milele. Mara ya mwisho Zahara anashuka duniani, uzuri wake ni mtego, urembo wake ni kifo. Roho saba kumnoni, ufalme uwe mikononi mwake. Je, atafanikiwa? Hii ni kafara ya mwisho. Zahara akatokea duniani, anang'aa kama nyota. Mwanaume wa kwanza akamwona, macho yakamtoka, akaanza kumtongoza, akijua kapata. Niache. Niambie baba. Hivi ushaigi kukaa katika kioo dakika 5 au 10 kujiangalia? Kwa kweli hapana. Sasa nikwambie, mimi ndo kioo chako. Nakwambia mwanangu, wewe mzuri. Hey. Ila nimekuzaa Jumapili, maana watu wanaozaliwa weekend. Hey. Mwanangu wewe mzuri, ila katika huo uzuri tunaozungumzia hapa, Unaonekana ni mjanja sana eh? Unaonekana ni mtu ambaye unaweza kufanya kitu chochote kile ili mradi kuwaumiza wengine. Unaonekana ni mwenye nguvu ambaye unaweza kumzuru mtu yoyote yule aliyokuwa mbele yako. Ingali ni mtu ambaye una nguvu, ni shupavu na unaweza kufanya kazi yoyote ile. Sasa kwa nini ule pesa za haramu? Ingali una uwezo wa kufanya kazi na kula pesa yako ya halali. We nani? Alafu isitoshe kwamba mimi nakula kwa jasho. Ndaza sera. Usimsheke aliyekula. We mwali tu. Kuna mwezio mchumba umemweka ndani sababu ya jambo hili. Tena usije nikakubaka sasa hivi. Oh. Cheupe. Inaonekana unataka tujuane, si ndio? Basi sawa. Nahisi wakati wa kujuana mimi na wewe umefika. Acha tujuane. nataka nikwambie kitu. Msichana mzuri lazima awe msafi. Mwanangu wewe msafi. Unakoga, unajipamba, kama leo umependeza. Asante. Sasa basi, kwenye swala la usafi, usijue kwamba kukoga na kujipamba au kufua na kufagia ndani na kutandika, kuna neno lingine linabeba neno usafi. Kipindi ulichofikia sasa hivi mwanangu, unatakiwa uwe msafi. Nurati, hata kukaa na bwana mmoja tu katika maisha yako pia ni usafi. Usikubali kujichafua. Leo kuna Shabani, kesho uko na nani, kesho kutwa uko na nani. Mwanangu, huo ni uchafu, tena uchafu mbaya mno. Sijui tunaelewana? Wewe umechaguliwa na Musa, na wewe mwenyewe ndo umemchagua Musa. Hiyo ni mojawapo ya usafi. Mwanamke akishakuwa na wanaume zaidi ya 3, huyo sio msafi, ni mchafu. Sawa? Ushaji kusikia mama Nurati mchumba wake yule? Ulishaji kusikia katika masikio yako? Sijawahi kusikia mama. Mimi mama yako msafi. Ila mwanangu, ninachokuomba niheshimishe mimi. Ya mwisho Zahara anashuka duniani, uzuri wake ni mtego.
macho yakamtoka, akaanza kumtongoza akijua. Habari yako binti mrembo? Nzuri, sijui wewe. Nafurahi pia kukuona kwa mara yangu ya kwanza. Asante sana. Inaonekana tabasamu langu ni nzuri, imekuvutia. Hii ni mara ya kwanza nakuona. Nadhani menu haya wewe sio mwenyeji sana. Ni mgeni, ndio kwanza nimeingia sasa hivi. Haya, tuyaache haya. Umekoga mwanangu? Umejipamba? Unaenda? Naenda hapo nyuma. Hapo sasa. Tunarudi kwenye neno lile lile nilolisema. Hapo nyuma unapokwenda, usafi na uhitaji. So unatoka hapa unaenda kwa yule shoga yako unaanza, "Mama kasema ukitaka mwanamke uwe usafi, uwe na bwana mmoja." Siri. Ataanza kuwa yeye msafi, wewe unaanza kuwa mchafu, tunabaki yote hapa. Una muda mdogo tu wa kuishi mimi na wewe. Hata kama hujaolewa na kutimua, maana ushakuwa mchafu. Mtoto wa watu akiwa msafi lazima aolewe. Hakai nyumbani hata siku hii. Nimekuruhusu. Lakini usichelewe kurudi. Sawa mama. Wewe unapoenda huko, umwambie Mama Shabani, leo mtu anatoka, akupe uje nayo hapa. Sawa mama. Haya mwanangu. Haya. Jamani. Mula sumu akamvuta gizani, kafara ya kwanza ikatimia. 1, 2, 3 zikaenda hadi. Nadhani sio mbaya tukifahamiana, japokuwa sio lengo kuu. Lengo kuu ni nini? Lengo kuu nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Hakika wewe ni mwanadada mrembo sana. Umependeza, umevaa vizuri mashallah. Asante. Nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Sijui naweza nikapata kampani yako, tukatoka nje hapa tukazungumza mawili matatu. Bila shaka. Location ni wapi? Wanaume walipotea kwenye mtego wa uzuri wake. Zahara akacheka, ushindi upo karibu. Imebaki roho moja tu, ufalme wa giza uwe wake. Lakini kafara ya 7 ikakutana na ukuta. Kijana mtanashati Musa mbele ya Zahara kapita. Zahara akatazama, moyo wa jini ukayeyuka. Badala ya kuwa Zahara akaanza kupenda. Mapenzi ya kweli yakamkamata binti wake. Mamati, umefika muda gani hapa? Location somewhere. Unakapata vinywaji. Why not? I'm here for you. Okay, nadhani tusipoteze muda sana. Tunaweza kuondoka. I'm ready. Wanaume walipotea kwenye mtego wa uzuri wake. Zahara akacheka, ushindi upo karibu. Imebaki roho moja tu, ufalme wa giza uwe wake. Lakini kafara ya 7 ikakutana na ukuta. Kijana mtanashati Musa mbele ya Zahara kapita. Zahara akatazama. Kuhusu mimi kufika hapa, ili watu wasijali. Sema, nimekuletea zawadi. Asante, nashukuru kwa zawadi. Sio hiyo biskuti tu, pia mfuko kuna zawadi. Nazo ni zangu.
Nurati, unafanya hayo yote kwa sababu gani? Niambie kipenzi. Nafurahi sana kwa naye. Jamani, nimefurahi sana kukupata leo. Sijui nilichelewa wapi mimi. Pole sana, lakini ndio ushanipata. Nafurahi sana. Hapa si ndo haya sasa. Bali kuna ubaya mimi kukuletea bahari. Si kama rafiki tu. Hapana, sijamaanisha kwamba kuna ubaya. Pia asante kwa zawadi zako. Ulivyoingia kumkuta mama hapo nje? Sijamwona mtu yote hapo nje. Anyway, mimi nilipokea zawadi zako. Pia asante. Mimi naenda baadaye. Haina shida, karibu tena siku nyingine. Koshento. Gizani kuna mambo. Oi. Vipi? Mbona unakuja tu wewe? Mimi nimetoka kule na kufuata wewe. Yaani nimekufuata wewe kutoka kule, unasemaje? Nimetoka kule na kufuatilia wewe, unaenda wapi? Mimi nakuhitaji bwana. Unasemaje? Unamfuatilia nani? Nimekufuata wewe, nahitaji, nimekuelewa, nimekupiga. Maana yake nahitaji uwe mtu wangu. Nataka niwe na wewe yani. Mimi sitaki. Utaki nini? Sitaki bwana. Mimi nakuhitaji bwana. Vipi? Samahani. Naona leo umeingia kwenye mziki wangu. Samahani. Tamaa Yaani leo nilikuwa sina muda kabisa na kazi. Samahani. Na lazima nikuonyeshe. Samahani. Tunataka. Asa leo ni siku yako. Sababu ya hizo tamaa zako ndio unaweza kupoteza kila kitu kwenye maisha yako. Tunataka. Lazima uyapate. Nashukuru sana kwa maana leo umenikamilishia kafara yangu ya 5 cheusi. Kipi lazima hakuna mwingine akuchukua. Cheusi. Ukifanikiwa kafara hizi, kiti cha ufalme ni chako milele. Mara ya mwisho Zahara anashuka duniani, uzuri wake ni mtego, urembo wake ni kifo. Roho 7 kumnoni, ufalme uwe mikononi mwake. Je, atafanikiwa? Hii ni kafara ya mwisho.
akamtoka, akaanza kumtongoza, akijua kapata mpenzi. Zahara bila hiana akamkubali kwa tabasamu la sumu, akamvuta gizani. Kafara ya kwanza ikatimia. 1, 2, 3 zikaenda.